Asanteni nyote. Asante sana Ed. Ni furaha kuwa hapa. Ni furaha kuwa nanyi katika mji mkuu wa taifa letu. Ninawaambia kila mtu, iwe ni kundi dogo la wanafunzi au wazimamoto 700 kutoka kote nchini, kwamba huu ni mji mkuu wenu. Kodi zenu zimejenga kumbukumbu hizi nzuri na makumbusho. Najua mna kazi nyingi hapa Washington, lakini natumai kila mmoja wenu atapata nafasi ya kufurahia mji huu mzuri, hasa sasa hali ya hewa inapokuwa nzuri. Kitu kimoja kibaya kuhusu hali ya hewa kuwa nzuri ni kwamba kama mwanasiasa tunaanza kujiandaa kwa msimu wa kampeni za kisiasa. Na kwa kweli, mimi pia nachoshwa na siasa kama nyinyi. Lakini natumai mtafurahia hali hii nzuri ya majira ya kuchipua na kufurahia mji mkuu wa taifa letu. Tuna furaha sana kuwa nanyi. Nataka pia kumshukuru Ed na timu yote ya International Association of Firefighters. Ed Kelly amekuwa mtetezi mkubwa wa haki za wazimamoto kote Marekani. Tulipokutana nyuma ya jukwaa muda mfupi uliopita, tulizungumza kuhusu baadhi ya mafanikio ya kisheria ya utawala wa Trump. Lakini nusu ya mazungumzo yetu pia ilikuwa Ed akijaribu kuona ni nini kingine tunaweza kuwafanyia wazimamoto. Na ninapenda hilo. Ninapenda mtu anayepigania watu wake. Ninapenda mzimamoto anayejua anasimamia na kuwakilisha wazimamoto. Natumai nyote mnajua kwamba tutafanya kazi nanyi katika miaka ijayo ili kuendelea kutatua matatizo yaliyopo katika jamii ya wazimamoto. Moja ya mambo ambayo wengi wenu mnajua kuhusu utawala huu ni kwamba tumekuwa tofauti na Warepublikani wengine kwa sababu hatujageuka juu ya vyama vya wafanyakazi. Tumejaribu kutafuta njia za kufanya kazi pamoja navyo. Haimaanishi kwamba tutakubaliana kila wakati, lakini tumepata njia za kufanya kazi pamoja ili kuwahudumia wafanyakazi. Na hakuna kundi la watu wanaofanya kazi ngumu au muhimu zaidi kuliko jamii yetu kuliko wazimamoto. Kwa hiyo, asanteni kwa kuwa hapa, na asanteni kwa kuniheshimu kwa kunialika nitoe maneno machache leo. Kabla sijaendelea na maelezo mengine, nataka kuanza na jambo la huzuni kidogo. Nilipata heshima ya kushiriki katika tukio la kupokea miili ya majeshi wa Marekani 6 waliouawa nje ya nchi katika mgogoro na Iran. Sikuwahi fanya jambo hilo. Najua baadhi yenu pia mmelitumia taifa hili kwa kuvaa sarumi. Nataka kusema kwamba kama wewe ni mtu wa kuomba kama mimi nilivyo, natumai mtatoa sala kwa ajili ya roho 6 tulizopoteza, kwa askari wa 7 ambaye anarudi home siku hii, na kwa familia zao zote. Nyinyi mnajua vizuri kuliko karibu kundi lolote la Wamarekani maana ya kuvaa sarumi na kujitoa kwa nchi. Tunachojaribu kufanya katika utawala huu ni kufanya maisha yenu yawe rahisi zaidi, ingawa tunajua hatuwezi kuyafanya yawe rahisi kabisa. Mna kazi ngumu sana nchini Marekani. Mnawakilisha elfu ya wazimamoto kote nchini wanaofanya jamii zetu ziwe salama. Mnafanya iwezekana kwa mtoto kupiga simu ya dharura 911 na kujua kwamba mtu mwenye taaluma, uwezo na huruma atakuja kumsaidia. Hilo ndilo jambo ninalopenda zaidi kuhusu kazi yenu. Kila jamii katika historia iliweza kuwahudumia watajiri. Lakini kitu kinachofanya Marekani kuwa ya kipekee ni kwamba iwe wewe ni tajiri au maskini, mweupe au mweusi, unapohitaji huduma za umma kama polisi, wazimamoto au wahudumu wa afya, tunajaribu kuhakikisha kila mtu anazipata. Kila mtu anastahili usalama wa umma, sio watajiri pekee. Kila mtu anapaswa kujua kwamba nyumba yake ikishika moto, kutakuwa na mtu atakayekuja kuuzima. Nilipokuwa mtoto, nilikuwa mmoja wa wale watoto waliopiga simu kwa wazimamoto. Mama yangu alipambana kwa muda mrefu na uraibu wa dawa za opioid. Nakumbuka wakati alikuwa katika hali mbaya sana. Nilipiga 911. Wazimamoto wa Middletown, Ohio, walikuja nyumbani kwetu na kumsaidia mama yangu. Walifanya mtoto aliyekuwa ameogopa sana ahisi kwamba kuna mtu anayemlinda. Nakumbuka pia siku mama yangu alipata overdose mbaya na akapelekwa hospitalini. Nilikuwa nimeshika mkono wake nikitumai angeamka. Kwa neema ya Mungu aliweza kupona, na sasa amekuwa safi kutokana na uraibu kwa miaka 11 na zaidi.
Tulisherehekea miaka 10 ya kupona kwake katika ikulu ya Marekani. Hiyo ni ushahidi wa ndoto ya Marekani. Mama ambaye nilidhani hataishi kuwaona watoto wangu, sasa ni bibi mzuri kwa wajukuu zake. Na nafasi hiyo tulipata kwa sababu ya kazi ya wazimamoto na wahudumu wa dharura. Kazi yenu haina upuzi, lakini mnawapata mamilioni ya Wamarekani hisia kwamba kuna mtu anayewajali. Ndiyo maana ninaheshimu sana kazi yenu. Nadhani kuna udugu mkubwa kati ya wanajeshi, polisi na wazimamoto. Nyote mna watu wanaovaa sarumi na kuweka maisha yenu hatarini kwa wengine. Serikali yetu imejaribu kuonyesha shukrani sio kwa maneno bali kwa vitendo. Mojawapo ya sheria muhimu tuliyoshughulikia ni Railway Safety Act, hasa baada ya ajali ya treni iliyotokea East Palestine, Ohio. Wazimamoto waliokuwepo walikuwa wana wasiwasi kuhusu kemikali hatari walizokutana nazo. Ndio maana tulitenga milioni ya dola kwa ajili ya utafiti wa muda mrefu wa kemikali hizo. Tunataka kujua madhara gani yanaweza kutokea kwa wazimamoto baada ya miaka mingi. Sheria nyingine muhimu ni Honoring Our Fallen Heroes Act, ambayo Rais Trump alisaini kuwa sheria. Hii sheria inahakikisha kwamba mzimamoto akipata saratani kutokana na kazi na kufariki, familia yake itapata manufaa ya serikali, kwa sababu waliyalipia manufaa hayo kwa kujitoa kwao kulinda wengine. Mwisho, nataka kusema jambo sahihi. Serikali hii inapigania wafanyakazi wa kawaida, na hasa wale wanaowatumikia jamii kama nyinyi. Watoto wengi nchini Marekani wanaota kuwa wazimamoto. Hilo linaonyesha heshima ya jamii kwa kazi yenu. Ninachokitaka zaidi ni kuona watoto wetu wanaishi katika nchi salama, wanaenda shule nzuri na familia zao zinaishi maisha mazuri. Kwa hiyo, nataka kusema, tunawajivunia, tunawapenda, na serikali hii itaendelea kusimama bega kwa bega nanyi tunapoijenga upya Marekani. Asanteni sana. Mungu awabariki.